Mheshimiwa Waziri, kama unavyofahamu historia hii ya taasisi yetu ya Jakaya Kikwete au taasisi yetu ya Jakaya Kikwete ilianza tangu miaka ya 70 wakati wa uongozi wa rais wetu wa kwanza Julius Kambarage Nyerere, na alianza kwa kuwekeza katika rasilimali watu. Wakati ule kulikuwa kuna upungufu mkubwa wa madaktari kwa hayati Mwalimu Julius Nyerere, ambapo aliamua kuwa na dhamira mahususi ya kujenga uwezo wa wataalamu wazawa katika matibabu ya magonjwa ya moyo. Na ili kutekeleza azma hii, serikali ilipeleka madaktari mbalimbali kwenda kusoma nje ya nchi. Wapo walikwenda kule Uingereza, na naomba nitambue mwenyekiti wetu wa bodi wa kwanza ambaye sasa ni marehemu, Mungu amlaze mahali pema peponi, Profesa William Mahalu ambaye alikuwa ndo mwenyekiti wetu wa bodi, lakini Profesa Idrisa Mtulia, Profesa William Makene na Dr. Johnson Lwakatare ambao walikuwa kule Uingereza, walikwenda kusoma na kurudi hapa nchini kusaidia masuala ya moyo. Kwa hiyo hii uwekezaji ulianza muda mrefu kidogo, na katika awamu ya pili Rais Mwinyi vile vile aliendelea kuwekeza katika rasilimali watu, na ilipofika mwaka 2014 Mheshimiwa Rais Mkapa aliweza kukutana na Mheshimiwa Rais wa India ambaye alizungumza naye na akatoa hela kwa ajili ya kufadhili madaktari 26. Ilikuwa ni madaktari, lakini kulikuwa kuna manesi, kulikuwa kuna technicians ambao walikwenda nchini India kwenda kusoma na walirudi, na walipofika mwaka 2008 wakawa wamerudi na wakaanza kufanya operation ya kwanza kule. Naomba tuchukue nafasi hii kuwapigia wale madaktari wa kwanza wakiongezwa na Balozi Mpoki pamoja na Dr. Nyawawa, Dr. Nyangasa na wengine. Hawa ndio walikuwepo, na sisi wengine tulipelekwa kule. Mimi nilipelekwa Norway, sijui kwa sababu gani, wale walikwenda India, lakini tulienda Norway pamoja na wengine, Dr. Kuboja, kwenda kusoma na tukarudi, tukaweza sasa kuanzisha hizi operation za moyo. Na waliporudi mwaka 2006 Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete aliweza kukutana na rais wa China ambaye walizungumza naye kwa kirefu, na baada ya walikubaliana kwamba China itusaidie ikishirikiana na serikali ya Tanzania kujenga jengo hili ambalo leo tunaliona. Na jengo hili lilianza kujengwa mwaka 2011, ndio ilipoanza kujengwa, msingi uliwekwa, na ilipofika mwaka 2013 jengo lilikwisha, na mwaka 2015 ndipo tulipofungua sasa hichi kitengo. Na tangu tumefungua kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Mheshimiwa Waziri, tangu tuanze taasisi yetu hii mwaka 2015 yamekuwa mabadiliko makubwa sana. Tumefanya operation kubwa kabisa za moyo, za kupandikiza mishipa ya damu ya moyo, lakini operation za valve, operation kubwa za watoto kuziba matundu ya moyo. Lakini hivi karibuni chini ya uongozi wako tumevunja rekodi. Tunashukuru sana Mheshimiwa. Kwanza tumeweza kubadilisha valve ya moyo bila kupasua kifua. Kuna procedure inaitwa TAVI procedure. Hii zinafanya nchi chache sana, na hii imetokea chini ya uongozi wako. Juzi tumetibu mishipa ya damu ya moyo kwa kutumia mawimbi ya moyo, kwa ile mishipa ya damu. Hii kwa mara ya kwanza tumeweka rekodi kwa Afrika Mashariki na Kati, na kuna mgonjwa ambaye tumemzibua mishipa hiyo ya damu. Tumeweza kufanya procedure kubwa kwa watoto kama hizo zinazoitwa arterial switch,
na tumeweza kufanya hizo procedure. Kwa hiyo ni mambo makubwa ambayo yameweza kufanyika. Mheshimiwa Waziri, uwekezaji huu umeweza kuokoa hela nyingi sana, zaidi ya bilioni 95 serikali yetu imesevu. Hawa wagonjwa kama tungeweza kuwapeleka India wangeweza kutumia zaidi ya bilioni 114. Kwa hiyo tumesevu bilioni 95. Kwa hiyo naomba tuchukue nafasi hii kuipigia serikali yetu makofi kwa kusevu hela zote hizi, lakini zaidi pia hela tumeokoa maisha yetu. Mheshimiwa Waziri, kama unavyoona tangu tulivyoanza pale kwenye chati yetu mwaka 2021 Mheshimiwa Rais alinichagua mimi kuwa mkurugenzi, na tangu tulivyochaguliwa tumedouble namba za wagonjwa tunaoona outpatient. Mwaka 2021 tulikuwa tunaona wagonjwa 102,000. Sasa hivi tunaona wagonjwa 262,000. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana. Nichukue nafasi hii kupongeza bodi iliyopita. Najua kuna baadhi ya wajumbe walikuwa kwenye bodi ile, lakini na management na wafanyakazi wa Jakaya, kazi wanayoifanya ni kubwa sana. Lakini vile vile unaweza kuona namba za upasuaji tangu tumezifanya zimekuwa zinaongezeka. Mwaka 2025 tumefanya wagonjwa 723, na mwaka huu 2026 tunategemea kufanya zaidi ya wagonjwa 1,000 ambao tutawafanyia. Kwa hiyo hii ina maana gani? Ndiyo taasisi kubwa Afrika Mashariki na Kati kufanya operation kubwa na zenye kiwango kikubwa, lakini operation salama. Kwa hiyo naomba tujipigie makofi kwa jinsi tunavyofanya. Mheshimiwa Waziri, utaona kwenye upande wa tundu dogo tangu 2015 tulikuwa tunafanya wagonjwa 330, lakini unaweza kuona mwaka 2025 tumefanya wagonjwa 2,577. Hichi ni kiasi kikubwa sana sana, na kwa Afrika Mashariki na Kati tumeendelea kuvunja rekodi kwa kiasi kikubwa kufanya.